Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia kidogo siku ya leo. Nina mambo mengi lakini kwa sababu ya muda nitajikita kwenye mambo mawili. Cha kwanza, Mheshimiwa Naibu Spika, nataka tujikumbushe kitu kimoja. Mfumo wa nchi yetu wa kiutawala ni mfumo wa decentralization. Kwa hiyo nataka waheshimiwa wabunge tukumbuke hiki kitu. Kwa nini kama taifa tulikuja na mfumo huo? Tulikuja na mfumo huo ili kurahisisha wananchi wa kawaida kupata shida, kutafuta solution za matatizo yao. Nchi hii kuna mtu anaitwa mwenyekiti wa kitongoji. Maana yake kwenye ule mtaa wanaweza kusaidiwa na mtu anaitwa mwenyekiti wa kitongoji. Tumetoka hapo, tumemuita mtendaji wa mtaa, ndio mlinzi wa amani na matatizo yote ya mtaa ule. Ndio maana mke na mume wakipigana wanaenda kwa mtendaji. Ukienda mbele zaidi, tuna mtu anaitwa mtendaji wa kata. Wananchi tukakubaliana nao walete mtu wao anayeitwa diwani. Lakini kwenye level hiyo ya kata tuna afisa mifugo, afisa kilimo, afisa maendeleo ya jamii, afisa vyote, wizara zote zipo. Tumetoka hapo tukaenda level ya halmashauri za miji na halmashauri za wilaya. Kuna mtu anaitwa mkurugenzi, kuna mtu anaitwa mwenyekiti wa halmashauri kwa niaba ya wananchi. Kuna idara zote na zinaongozwa na watu wanaitwa wakuu wa idara. Mheshimiwa Naibu Spika, tumetoka hapo tumeenda level ya kitaifa. Tumeenda mkoani, wilayani kuna DC na kamati yake yote ya wilaya. Tumeenda mkoani, kuna mtu anaitwa mkuu wa mkoa na wataalamu wake pale mkoani. Tumetoka hapo tumeenda level ya kitaifa ambapo tuna mawaziri, tuna manaibu waziri, tuna waziri mkuu, kuna wakuu wa vitengo, wakuu wa idara na wengine wote. Iwe mambo ya jinsia, iwe mambo ya ardhi, iwe mambo ya mikopo, kuna hao watu ambao tunawalipa kodi za Watanzania. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Napenda kumpa taarifa mzungumzaji dadangu Sigrada. Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Waziri Mkuu anajenga mahusiano na Watanzania, anajenga mahusiano na wapiga kura wote wa nchi hii. Kwa hiyo nampa taarifa mzungumzaji kwamba Mheshimiwa Waziri Mkuu anachokifanya ni lazima aende akasikilize, na anafundisha Mheshimiwa Waziri Mkuu katika ziara zake kwamba namna gani ya kuwasikiliza wananchi wa Tanzania. Na katika ziara zile tunakuwa na viongozi mbalimbali, tunakuwa na wakurugenzi wa halmashauri, nao wanapata somo namna gani ya kuwasikiliza Watanzania na kuliweka taifa pamoja. Kwa hiyo yeye analoliona ni dogo, mzungumzaji kule kwa wananchi ni kubwa. Liwe la changamoto ya $100,000 labda malipo ya mafundi, liwe changamoto kama ni na yale makubwa ya kisekta tunakuweko kule, manaibu waziri, wizara mbalimbali, mawaziri mbalimbali ambao tunachukua yale makubwa ya kisekta. Kwa hiyo nampa taarifa mzungumzaji kwamba ziara ambazo Mheshimiwa Waziri Mkuu amezianzisha na anaendelea kuzifanya zinaleta matumaini makubwa na zinaongeza mahusiano kati ya wananchi na serikali yao. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha. Asante Mheshimiwa Sigrada, taarifa hiyo unaipokea? Inanisikitisha sana kaka yangu, Mungu amembariki, pia ni handsome. Mheshimiwa Naibu Spika, hajaelewa hoja yangu. Hoja yangu Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa siipokei. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nimshukuru sana Mheshimiwa Sigrida kwa michango yake, lakini naomba tu nimpe taarifa kwamba moja ya kazi ya Waziri Mkuu ni kuisimamia serikali. Na katika jukumu la kuisimamia serikali mojawapo ni kufuatilia lakini na kutathmini. Kwa kile anachokifanya Mheshimiwa Waziri Mkuu ni sehemu ya majukumu yake, lakini anafanya vile kwa ajili ya vile kutufundisha sisi wengine kwamba hivi ndivyo ambavyo tunatakiwa kuisimamia serikali. Kwa hiyo naomba nimpe taarifa Mheshimiwa Sigrida kwamba kile anachokifanya Waziri Mkuu kipo ndani ya scope ya majukumu yake, na anafanya hivi kwa lengo la kuhakikisha kwamba hata wale wa chini sasa wajua wanatakiwa kuwajibika katika kusimamia serikali. Nashukuru Mheshimiwa. Asante Mheshimiwa Sigrada, taarifa hiyo unaipokea? Endelea Mheshimiwa Naibu Spika. Hoja zangu ni hivi, lengo langu. Tunajadili budget Mheshimiwa Naibu Spika. Tunapojadili budget lazima tuangalie vitu ambavyo tutafikia malengo ya hiyo budget.
lakini lazima tuangalie vitu ambavyo tusipovifanya haviwezi kuathiri serikali kwa kiwango kikubwa. Mfano nimewekea ndo huo. Kuna vitu ambavyo tukiviacha havina madhara direct ya moja kwa moja kwa wananchi, kwa sababu wangeweza kusaidiwa hata kwenye levo zao, ndo maana yangu. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, kuna deni la taifa. Hili deni la taifa, nyinyi ni watoto wa mjini, mimi nataka nikuambie ukweli Naibu Spika. Deni la taifa ni trilioni 114. Makusanyo hapa mmetuambia ya ndani ni trilioni 43, jumla na haya ya misaada na nini ni trilioni 60 na. Hoja yangu Mheshimiwa Naibu Spika, mimi nimefanya biashara. Ukishaona mtaji ulionayo na biashara unayofanya ni mdogo kuliko hela uliokopa benki, huo ni mfano mdogo ili mpate picha, ujue unakaribia kufilisika. Haiwezekani Mheshimiwa Naibu Spika tukawa na deni kubwa kuliko makusanyo yetu wenyewe. Labda mniambie kuna vitalu mmeshagawa huko, tutajifidia kwenye vitalu vya madini, hapo nitaelewa. Kuna kitu kinaitwa songesha Mheshimiwa Naibu Spika. Songesha tunaitumiaga sisi kama wakina Sigrada, ukiwa umeishiwa hela Voda wanakukopesha, inaitwa songesha. Ila songesha kila mtu ana kiwango chake kulingana na mihamala unayoifanya. Hoja yangu ni nini Mheshimiwa Naibu Spika? Hiyo mnayosema deni ni himilivu ni mfano kama wasongesha, kwamba Sigrada nina sifa ya kusongesha milioni 50, ila nimesongesha milioni 20 bado kufika 50, kwa hiyo bado nina sifa ya kukopa. Ndio maana yake. Hiyo sio sifa Mheshimiwa Naibu Spika, hiyo sio sifa. Jambo lingine Mheshimiwa Naibu Spika, na nimepiga mahesabu, hili deni tulilonalo kila mtu anadaiwa zaidi ya milioni 1 kila mtu, na hadi mimba yenyewe inatarajia kudaiwa. Sasa hoja yangu ni nini? Asante sana. Naomba dakika moja Mheshimiwa Naibu Spika, dakika moja tunimalizie hoja yangu ya mwisho. Muda umeisha Mheshimiwa. Nashukuru sana. Mheshimiwa alimtaja Mheshimiwa. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.